sitafanya mistake ya kuongea kuhusu kanisa. Wacha kanisa ifanye mambo yao. If at all they know that either doing business or not, but I'm just assuming that they are doing the biblical thing to serve God and also to impact spiritually to the people, the believers. If they are not doing so, they are there just to win money. It's up to them. The only person who can judge them is God. So sitaki kuzungumzia hiyo kwenda kwa siasa. Mr. Speaker, tuelewane vizuri kwamba William Samoei Ruto anapoenda Mount Kenya hajaambia mtu yoyote kwamba amesema anataka kuwa kingpin wa Wakikuyu, and has no plan to be a kingpin of the Mount Kenya. Mr. Speaker, William Samoei Ruto yeye ni kiongozi wa Wakalenjin kama ni kabila, na yeye ni kingpin wa Jamhuri ya Kenya, na hana intention yoyote ya kuwa kingpin ya Wakikuyu. Mr. Speaker, kwa hivyo tusije tuletewa propaganda hapa ambazo haina mwelekeo kwamba William Samoei Ruto ameenda Mlima Kenya ati kwamba anataka kuwa Kenya kingpin. He has no intention na hata kuwa kingpin wa Mlima Kenya. Mr. Speaker, I want to remind the young people of this country kwamba unatuelezea kwamba mmechoka na viongozi wazee ambao tulikuwa nao hapo jana. Sikuwa na nafasi. Mr. Speaker, I want to recap of what has been said today, Mr. Speaker, kwamba nyinyi vijana mko na tamaa, tuko na tamaa ya kupata uongozi, which is very nice and I like that, Mr. Speaker. Nafaa tukae chini tujiulize swali, sisi kama tunataka kuwa viongozi wa kesho, wewe mwenyewe mahali penye uko na masomo yako ambao umesoma, hutaki kujitokeza kwamba unataka utafute uongozi wa Jamhuri ya Kenya. Lazima tuelewane hapo vizuri, Mr. Speaker. Lazima vijana tujitolee muhanga na tushikane, tuseme kwamba tunatafuta uongozi wa nchi hii ili tukuwe na uwezo wa kutoa wazee katika uongozi. Kama leo hii nikisema kwamba nataka kusimama ubunge, alafu nyinyi vijana mtakuwa wa kwanza kunikataa kunipigia kura kwa sababu mzee amewapatia pesa, mmekula, mnakataa kunipigia kura kwa sababu mimi ni maskini, na mnasema kwamba mnataka kutoa wazee kwa uongozi. You are the problem. Can you stop blackmailing us here kwamba hamtaki wazee katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, Mr. Speaker? I want to remind the young people of this country, wakati mlikuwa mnatembea na masufuria kwa kichwa na mwiko mkisema kwamba unga imepanda bei, mkaandamana, mkapigwa tear gas, mkapigwa risasi, Mr. Speaker. Okay. And we are all here, Mr. Speaker. Okay, you are out of order. Mr. Speaker, I'm just reminding them about the kingpinship and about the leadership of this country, Mr. Speaker. That's where we are, Mr. Speaker. Nataka tuulizane, wakati ule alikuwa anatueleza kwamba tuende maandamano kila wakati, leo hii amekaa chini anakula peke yake, na ule kijana mwenye alikuwa kwenye maandamano hakuna mahali popote amewekwa katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, na unakuja unatuambia kwamba unataka kutoa mzee katika uongozi wa Jamhuri ya Kenya, Mr. Speaker. Tuelezane ukweli hapa. And there's no way we shall change this country if you still have this kasumba kwamba ati watu fulani wakupatia pesa uwezi kuwa kiongozi, Mr. Speaker. I want to challenge the young people of this country, and some of us tumejitolea kabisa na tutakuwa kwa debe 2027, Mr. Speaker. If you have an issue, please raise up your hand and then allow us to say. Hii mambo ya kuhepa iko nje, mimi nimesema wasikilize okay, kuja useme kile kitu. Leo anaonekana kwa TV. Asante sana kwa kunipatia hii nafasi ya kujiongeleza. Kwa majina ni Babu Kijana Msai Muhasela. Hamjambo. Nikachopenda kusema ni hivi, penye wazee hapaharibiki neno. Na kama wazee hawako, nyinyi vijana mko na afya kweli? Na kwa sababu gani wakati mnapokataa kusikia ya mzee, huwa ni nini nafanyika? Anayekataa kusikia la mkuu, ndio hiyo sasa mnabaki hamna la kusema, ati wazee waende wapi? Na mtabaki na nani? Hata wewe unaenda. Na wasikilize. Mr. Speaker, mambo ingine tusemezane kwa ukweli, na tusikuje kusimama hapa kwa bunge kwamba nataka tupige siasa, Mr. Speaker. Tuseme ukweli.
William Samoei Ruto ni rais wa Jamhuri ya Kenya, na hata vijana mkakuwa na plani ya kumtoa katika uongozi, na yule mwenye alimtetea alikuwa mzee mwenzake Mr. Speaker. Tusemezane ukweli hapa Mr. Speaker. Leo hii Mr. Speaker, tunasema kwamba tunataka tutoe William Samoei Ruto come 2027 is my party leader. There's no way mtatoa William Samoei Ruto and yet wale ambao watakuwa na kompyuta na nyinyi mwenye atakuwa anajolea mtakuwa mnafuata mambo ambayo isali kufuatwa Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to challenge the young people of this country kwamba tukitaka tubadilishe uongozi wa nchi yetu, lazima sisi wenyewe tujitolee muhanga na tusimame viti mbalimbali. Usiangalie uwezo wako, usiangalie una pesa, usiangalie nini. Wewe jitolee, kwa sababu wale wote ambao wanapatiwa hata position kubwa kubwa kwa serikali Mr. Speaker walisimama wakaanguka wakapatiwa position. Kila mtu yote ambao William Samoei Ruto amepatia kazi, either ako na kazi ama alisimama akaanguka ama ni mtu mwenye ako na umaarufu. Kwa hivyo wewe unapigana kwamba hakuna kazi Kenya, wewe mwenyewe hautaki kujitolea utafute hii kazi. Young people, tujitolee, tutafute umaarufu wetu ili tupate kwenda mbele Mr. Speaker. Unajua umechukua namba yangu na banana.